Trump pamoja na Netanyahu pale Israel walitoa mapendekezo 15 kwa Irani, lazima Irani ikubaliane nayo, na Irani ikatoa pia mapendekezo 10 ambayo lazima Marekani ikubaliane nayo. Marekani baada ya kutoa mapendekezo yake 15 ilikuwa ikiyatoa kwa siku 3 mpaka 4. Irani ilikuwa haijibu, lakini pindi ilipotoa tarehe ya mwisho deadline kwamba kama hawato respondi mapendekezo yetu tutachukua hatua mbaya, ilipofika dakika za jioni sana, aliyekuwa mpatanishi wao Pakistan akatoa taarifa kwamba Irani naye katoa mapendekezo yake ambayo ni yale 10. Marekani akasema okay, basi yanazungumzika hayo. Dunia nzima ikasema ameshashindwa, kafeli. Mimi sijajua wanaosema Amerika na Israel wamefeli wanatumia kigezo gani, lakini kwa macho yangu mimi ninatumia haya mawili na yale mawili mengine ya ndani, naona kabisa hakuna bingwa hapa. Hakuna sababu ya kusema Amerika ameshindwa, lakini wachambuzi wenu wanawaambia hivyo, lakini ukweli utabakia kuwa ukweli daima. Kama ni uongo, basi uongo huo unapotea haraka sana. Sasa toka ile siku imezungumzika baina ya Marekani na Irani kwamba watazungumza, leo Aprili 10 ndio siku ambayo watakutana pale mjini Islamabad kwa ajili ya kujadili vipengele hivi ambavyo wote wameviwasilisha. Sasa kuna utata, sio kwamba watakubaliana, kwa sababu vipengele ambavyo Marekani amevitoa miongoni mwa vipengele ambavyo Marekani imevitoa ili Irani ivikubali, Marekani anataka kwa namna yoyote ile Irani haipaswi kuwa na nyuklia wala kuendelea kurutubisha nyuklia program. Lazima isiwe na hicho kitu, lakini pia Irani iwekewe mipaka ya masafa ya makombora yake. Lazima makombora yake yaweze kuwekewa mipaka, yajulikane yanaenda umbali gani. Lakini pia Marekani inataka Irani iruhusu ile mfereji ule wa Strait of Hormuz, meli zipite pale kama ilivyokuwa awali. Zamani ilikuwa ukipita pale ni bure tu, hakuna gharama, lakini sasa hivi Irani imeweka kodi ama ushuru pale kwa ajili ya wanaopita pale walipie hela, ikidai kwamba ni kwa ajili ya ujenzi wa taifa.